Hujambo mtazamaji wa Azon Media, uko nami Victor Moshi, natumaini umeamka salama kabisa. Rais wa Marekani Donald Trump amezua gumzo kubwa duniani baada ya kukiri hadharani kuwa hana uhakika kama ataenda mbinguni, kauli ambayo imechukuliwa na wengi kama tafakari ya kiroho isiyo ya kawaida kutokana na kiongozi wa taifa lenye nguvu zaidi duniani. Trump aliyesema hayo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege yake binafsi baada ya kuulizwa kuhusu imani yake na namna anavyojiandaa kiroho kwa maisha yake ya baadaye. Na nukuu maneno ya Trump. Trump alisema, "Unajua, mimi sidhani kama kuna kitu kinachoweza kunifanya niingie mbinguni. Na hisi sikuandaliwa kwa ajili ya kwenda mbinguni, hivyo sina hakika kama hata nitaifikia. Ila najua nimewasaidia watu wengi sana duniani, na hiyo pengine ni mfano wa mema niliyoyafanya," alisema Donald Trump. Kauli hiyo imezua mijadala mikubwa kwenye mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari vya kimataifa, huku baadhi wakiona ni alama ya unyenyekevu wa kiimani na wengine wakitafsiri kama mbinu ya kisiasa ya kujenga taswira mpya mbele ya wapiga kura wa makundi mbalimbali ya kidini. Wachambuzi wa mambo wa dini na siasa wamesema kauli hiyo inafungua mjadala mpana kuhusu nafasi ya imani katika uongozi wa kisiasa duniani. Mtaalamu wa siasa za Marekani Profesa Benjamin Karake amesema, Trump amekuwa ni mtu mwenye msimamo mkali, lakini kauli hii inaonyesha upande wake wa ndani wa kibinadamu na wa kujihoji kiroho. Ni nadra kusikia kiongozi wa kiwango chake akisema jambo kama hilo. Vile vile wachambuzi wa masuala ya dini wametafsiri kauli hiyo kama kumbusho kwa viongozi wote duniani kujiangalia kiroho badala ya kujivunia mafanikio ya kisiasa au mali. Trump ambaye alirejea madarakani mwaka 2025 baada ya ushindi mkubwa wa kisiasa amekuwa akijitambulisha kama kiongozi mwenye imani thabiti na mzalendo asiyeogopa kusema ukweli. Hata hivyo, kauli yake hii kuhusu mbingu imeibua maswali mapya kuhusu msimamo wake wa kidini, hususan miongoni mwa wapiga kura wa Kikristo wa Kiafidhina ambao wamekuwa uti wa mgongo wa kampeni zake. Kauli ya rais wa Marekani Donald Trump imekuja alipokuwa kwenye ndege akielekea moja kwa moja Israel kwa ajili ya kwenda kushiriki katika hafla ya kwenda kushuhudia mateka ambao wanakwenda kurudishwa, lakini vile vile atahutubia Seneti rais huyo Donald Trump ya Israel, ambapo sasa pia atakwenda Misri kwa ajili ya kuweza kuongoza ule utiaji saini wa mpango wake 20 wa kusitisha vita katika ukanda wa Gaza baina Hamas pamoja na Israel chini ya washirika wa upatanishi ambao ni Qatar, Misri pamoja na Marekani wenyewe na wajumbe wengine kutoka nchi mbalimbali. Mtazamaji, usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, kisha nipe ujumbe wako hapo chini, nini ambacho unakiona kwa rais wa Marekani Donald Trump.